tutafakari, maana leo tunaenda kwenye ajenda ya unafanya nini duniani. Huwa ninauliza wale ambao polisia wakikaa makanisani ni masengenyo, anasengenya, anavuga kwaya kwelikweli, anavuga idara kwelikweli. Hivi kweli mbinguni kule walikaa kikao kwamba mvuruga kwaya amepungua pale kwenye kanisa la Sumbawanga pale Jangwani, au lile kanisa la kule Chanji, au lile kanisa la pale, au na makaza ambayo nimeshayajua. Kwa hiyo nikisema hayo mbona ninajua na kanisa lako sijasahau limo. Hivi kweli alikosekana mchunganishi ama kanisani ndipo wewe ukazaliwa ili angalau uongeze idadi ya wachunganishi? Haujanielewa vizuri sana. Vile kidogo. Hivi wewe ambaye yani wake za watu wote wali yako, yani kweli mbinguni walikaa wakaona kwamba kwenye ule mji wa Mpanda wazinzi wamepungua, wacha tufanye muujiza tuongeze mzinzi moja. Sio? Usiseme hapana kama wewe si mzinzi. Yaani kama si mzinzi tulia. Maana leo tunamaliza mkutano wa taaluma hapa kwamba unafanya nini duniani. Wale wanaopiga bangi vipi sasa? Yaani wasokotaji walipungua duniani. Mwenye tuliko mwanamume fulani kwenye mji wa Mpanda akapiga vizuri, yani akapolisi. Wala ambao watu hata wajakomaa maembe yao yakomaa umeshayachuma kwenye miti. Watu wa maembe walipungua. Hiyo ni lugha tafsiri nzuri sana. Kama unaelewa utaelewa baada ya ibada. Ndio ambao watu hata wajakomaa wameshaka chuma matunda yao. Kule mbinguni wale kama mchuma matunda, mtungwa maembe, watoto wote hao ambao bado hawajakaa hawajakaa sawa. Hao ndio wale wazee ambao tumeshika hapo baba. Asante mwanangu. Unaendeleaje mwanangu? Asante mwanangu. Hivi mpokea baraba walikuwa mimi hapo kuongezeka ili useme asante mwanangu, na katibu unajua asante hiyo maana yake nini? Maana ya maisha kwa mtazamo mpana wa kina, maisha ni zawadi ya thamani kubwa kutoka kwa Mungu. Yaani ninataka unisikie vizuri. Na hapo ndio haijalishi kwamba unaitumiaje. Yaani unaitumiaje maisha yako, hiyo ni agenda nyingine. Wala sio hoja leo. Ila kila anaishi ni ana zawadi kubwa kutoka kwa Mungu. Hiyo zawadi inayompa mwanadamu nafasi ya kuishi, alafu anajifunza, alafu kumtumikia. Hapo kwenye kujifunza inategemea unajifunza kwa nani. Mwisho wa hotuba ya leo tagundua wote mlikuja hapo wote ni makundi mawili peke yake, wala makundi matatu, makundi mawili. Yapi hayo? Tulia kidogo. Akasema akishajifunza anatumika na kutimiza kusudi la uumbaji wake. Maana maisha hayaishi katika kuwepo tu, bali inaeleweka katika mkataba wa kusudi, uhusiano na wajibu. Haya mambo kama aonayo wewe unaanza kuishi huko duniani, kama wewe hauna kusudi kwa nini unaishi, hauna mahusiano, hauna wajibu, unatumalizia hewa.
na rehema za Mungu tu zimekuwa kubwa, lakini unaweza kwamba unatumalizia hewa. Lazima mwanadamu yote ili uishi, lazima ujue kwamba kwa nini mimi ninaishi, alafu ujenge mahusiano na Mungu wako na wanadamu wenzako, alafu utimize wajibu wako, na wajibu huu sio wa mtu mwingine, ni wajibu uliopelekea wewe ukazaliwa. Unajua kuna wengine hapa mnauza nyanya na ngogwe, lakini hamjawahi kuzaliwa kwa ajili ya kuuza ngogwe na nyanya. Wengine hapa mnalima, lakini wengine hamjazaliwa labda kulima. Wengine hapa mnafanya vitu na bana unakasiana, na unajua walio wengi sana hawajawahi. Ngoja nipatie kisa kimoja kizuri sana. Mimi Pasangusa nilikuwa mechanic. Kwa hiyo sema kwamba ni mwanataaluma na wajasiriamali, naelewa na ni kweli kabisa. Mimi nilikuwa mechanic na nilikuwa dereva. Nimeendesha magari ya mizigo, nimeendesha magari ya abiria, haya mafuso hayo. Bado nikasomea shule moja, nilikwenda shule moja huko mlimani, milima ya Upareni kule Chome. Madereva wengi walikuwa wakifika wakiona ile milima ya kule Upareni kule Chome, waliotokea Chome wanafahamu hiyo milima. Mmoja akasema kwamba mimi sijawahi kuendesha ndege. Maana huko ndiko wanaoenda huko ni ndege, sio magari. Wanaambiwa usio na wasiwasi. Piga simu pale Chome Sekondari, yuko kijana anaitwa Warumbe, akawapandishia hayo magari. Na Mungu alinibariki sana. Mimi nilisoma na hizo hela za madereva wa vivu. Fika mlimani, mwingine alipanda na fuso yake amepata kabichi. Kafika kule juu sio kwamba tunarudia njia gani? Akaambia kwamba ile uliokuja nayo. Alipoangalia ile maporomoko, akashuka pole. Wale mtu akiwa prani mjua sema moja panaitwa Makanya. Alipofika Makanya akapiga simu. Akaambia kwamba nimeacha kazi. Sasa bosi amebaki mlimani na mafuso na makabichi yake. Kapale ameshakaseka toka msona wasiwasi. Piga simu hapo Chome Sekondari, kuna mwanafunzi anaitwa Warumbe atakushushia huyo fuso haraka sana hapo mlimani. Na habari ndio ni kwamba nilikuwa sishushi bure. Nilikuwa sishushi bure. Mama moja ndio nilimshushia bure. Na alipanda na dereva wake kule mlimani, dereva katika sema kakataa, akasema mama, mimi samahani, nimeacha kazi. Akanichukua nikamshushia kule mpaka Makanya. Mama, safari njema. Shingapi? Kwa mama tu, nimekusaidia wewe, ni mama, nimekusaidia. Bwana akubariki sana. Unajua wana taaluma saa zingine tunatoa taaluma zetu bure kusaidia watu. Iko sawa? Lakini fursa ya pesa usiache kama ipo, ila inazalia zipo. Alafu ukishafanya hivyo kuna baraka. Ile mama nikamwambia asante sana, Mungu akubariki sana. Sasa fanyaje mambo? Wewe nilipia pikipiki Makanya Chome. Alafu mwingine hayo Mungu atanibariki najua. Ile mama akaita pikipiki, akalipia pikipiki. Ile pikipiki inaondoka. Mungu akamwambia kwamba wewe tumia akili, huyu ni mwanafunzi na ni mwanaatape. Unamwachaje kamkamu? Akasema mwanangu njoo. Sijawahi kuna mwenye roho kama ya kwako. Akaingiza mfukoni laki. Ambao mimi ningeombea hesabu angalau 30 hapo, lakini laki ikakaa hapo mfukoni hapo. Nikamwambia asante mama, mesha kaenda. Na akaniambia kama ukimaliza tu shule njoo Dar es Salaam nitakuajiri kwa dereva. Nikasema kwamba mimi sijazaliwa kwa dereva, nimezaliwa kwa mchungaji. Ila yes sikwambia. Nini ambacho nataka kusema, lazima hapa duniani uelewe umezaliwa kuwa nani. Mimi nilizaliwa nilikuwa dereva. Piga magari hayo karibu miaka 10. Na unajua mtu ambao Mungu amekumba naye, unaweza kuambiwa ukakataa. Mimi kuna siku Pasangusa nilipangwa kanisani kusoma somo la sadaka. Sikwenda kanisani, niligoma. Ili uone kwamba lazima ukae kwanza ujue niligoma. Na kwa nini niligoma? Hakuna haja ya aibu ndogo zingine, yani unazikataa. Maana mimi mgogoro wangu kubwa sana ilikuwa ni habari ya kigumizi. Sasa nikiongea unasikia kwa mbali na hapo wengine mkono lalamika, "Pasa anaongea haraka." Sikiliza, hiyo ni namna ya kutoka kwenye changamoto. Tulia kidogo. Na nikutie moyo.
wewe mjasiriamali, usilalamike sana, zingine tafuta sosi. Mkitaka niwaambie pole pole kama mnavyotaka, maana hapo lazima niunge mabansi hapa. Yaani unaiunga kaenda alafu unaivutia pepo. Mkisema niende mdogo mdogo hapa tosha hapa. Zitakuwa nyingi mno. Kwa hiyo bado tunaziunga juu kwa. Niko sawa? Na wala sikuoni kusale kumizi na ndio maana na raha tele. Ila sikwenda kanisani kwa sababu ya kumizi. Nianze pale so mola sa. Nikasema hapa mtoka kanisa ni heri la Mungu sana. Sikwenda kanisani. Kwa hiyo wakanitafuta baadaye hapa kuniomba, maisha yakaenda. Lakini habari njema. Leo. Yaani leo, wala sio kesho, leo. Lini? Leo. Lini? Leo. Mwenyekiti wangu ameniachia Kibwete. Aliyetoroka mambo ya sura sadaka, leo ameachiwa Kibweta na mwenyekiti. Amina. Alafu mwenyekiti bwana kwa sana. Na tangia siku hizi nimejua kuongea, ninaamna kuhubiri yani. Ndio maana hata ndio wengi hapa, wengine mnakasirika maana hamjajua engo zenu. Mtakapozielewa, mtafurahia kazi zenu. Mwambie Bwana, nionyeshe engo yangu. Mwambie kuonyeshe. Pengine hapa siwezi, fuga kuku siwezi. Mchungaji wakifaje mchungaji? Na mimi nakuuliza wasipokufaje mama? Au dada au kaka? Lima nyanya. Pasta. Unajua nyanya ni nyanyasa. Unataka mimi ninyanyasike? Nyanya ni nyanyasa mchungaji. Haya lima mahindi. Mvua ieleweke. Sasa wewe yani wewe uliishi una mikono yani una mikono. Lazima wewe uone kwamba ujue kwamba uweke katika mada na maksudi ya kuwepo kwako duniani. Na hakuna mtu ambaye amewekwa duniani kwa hasara. Amen. Hakuna. Hata wengine wote wanaweza wakuona wewe ni hasara, mbele za Bwana hauna hasara. Tafuta kuelewa engo yako na maksudi yako. Na sasa kizuri, wakati unatafuta mengine yote hayo uyatafute ni ukagugo kasachi, lakini ukishakuwa Mwadventista Msabato, kusudi namba moja, injili na injili kwanza. Mengine haya ambayo nafanya kama mimi sasa hivi nimekuja hapa engo yako injili na ninaigonga. Na leo tuko mpaka saa 8 kamili na hakuna kutoroka, maana ulifanya kwa nguvu zako zote. Na leo nafanya kwa nguvu zangu zote. Tuko mpaka saa 8 kamili. Wala msoma wala amna bajaka. Na mbele nilichelewa sana kuhubiri kusema kumisi. Sasa kimeachia. Lazima tufidie mageti yale ya nyuma. Na wala ambao mlichelewa biashara, baada ya hapo kafanyeni na mpidie mara 2 mara 3. Haleluya. Maisha yanaanza na kuzaliwa. Hamna anayeishi bila kuzaliwa. Wote hapa mmezaliwa. Sikuwa ni zile ambazo zinaharibika ambazo sio muda wetu wala sio muda wetu ya leo. Baadaye kuna kusoma. Sasa hapa kuna kusoma. Sasa mimi sijasoma. Kuna formal education na informal education. Wote hapa mmesoma. Subiri nikutie moyo. Wewe unasema mimi sina elimu. Kitendo cha kuja kwamba siku ya 7 ni sabato ya Bwana. Wewe ni mwana mahesabu sana aliyefaulu. Unajua 1 mpaka 7 imeshatosha na unaokolewa. Amina. Usipige unajua mimi mchungaji, ningefanya makubwa mimi ningekuwa nimesoma mimi. Yaani wewe umeshindwa yaani leo ni sabato. Hiyo imeshakutosha. Hao wengine waachia walipo nafasi. Maana tena usikiliza,
wote ambao hawajasoma, ila nyinyi ambao mko shuleni pigeni kitabu. Iko sawa sawa? Uwezo ukawa katibu mkuu wa conference kama shule himo, nikutie moyo. Lazima shule wapo. Hata mimi nilipotoka huko Gereje, ilibidi kwanza nirudi shule. Na mimi uniambia habari ya kukata tamaa, unitishi. Maana mimi mchungaji, unajua mimi siwezi. Huwezi na kutokuweza iko kwenye mikono yako. Mimi nimeenda form 1 nikiwa na miaka 25. Ndipo ninaenda form 1. Alafu wewe unaendeka 18 unalipua ada una fail. Baada ya hotuba ndio hapa tunakuombea. Mimi nimekaa mtaani miaka 10 nikula vichwa dereva, na nimekula vichwa. Mwaka wa 10 sasa. Miaka 25 ndipo ninaenda kupata form 1. Sasa hivi una migapi sasa? Wewe ni shahidi umri wangu wa kuhusu hata kidogo. Naje hapa kwenye somo. Watu wanapenda umbea kuliko neno. Haya. Kwa ajenda ya kusoma, wengine hawajasoma maana fursa ya kusoma haikuwepo. Lakini Mungu alivyo mwaminifu, kila kiumbe amempatia uwezo wa kusurvive. Na ndio maana Mungu lazima wewe uje atape. Unajua hii atape Bwana, yaani nyinyi mjelewa atape Bwana inakutanisha watu wenye PhD zao na nasaba wote wanahudumiwa. Japo jana maoni tumetiwa moyo kwamba huu mkutano tuliwapendelea sana wale wa chini. Nadhani viongozi mtaifanyia kazi. Wale wa juu walisauliwa, lakini hiyo ndio atape. Unajua ile kanisa Bwana ni tamu sana. Hapa njoo usijifungie ndani kama sijasoma, maana kuwa mwanaatape kigezo Mwadventista Msabato. Atuangalie kwamba elimu yako jaza fomu, atukulizi elimu. Hapa tunataka kichwa. Ili wale waliolipa ada wewe wakupe elimu hiyo bure. Somo jifungia sina elimu. Ningesoma mimi mchungaji, ningefanya mambo makubwa mimi. Yapi? Acha mkwara. Sasa unakutana na mzee anapiga mkwara. Ningekuwa kijana mimi hao wazee wasikilizi, maana ukuzaliwa kazeeka. Acha mkwara mzee. Piga mkwara mimi nasema wazee wanaotoa visa kwamba nilipokuwa kijana nilifanya nikafanya. Nasikiliza, lakini yani ningekuwa kijana mimi, kwani ulizaliwa tu ukazeeka? Piga tu mkwara watu hapa. Unajua sisi tulikuwa hapa Mpanda enzi hizo wote palikuwa ni pori, yani pori. Mzee una kiwanja, acha tu storia ndefu. Na mimi nifika hapo hivi na kublock, sikiza tena hicho kisa. Na hata kuniambia kwamba nimeshika viwanja hapa hivi, hichi kiwanja hapa nimepatia kanisa langu, nimejenga kundi pale, nimefanya kundi, nimeshika viwanja hata nakodisha hata nakusikiliza story hizo. Yani nilikuwa kijana mimi jamani, ukuzaliwa ukazeeka mzee. Waambie tu kama mimi jamani nilikosea nilikuwa kijana, ili tujifunze kwa makosa yako tusiyarudie. Lakini acha mbona kama ningekuwa kijana. Hakuna aliyezaliwa akazeeka. Kuna kusoma hapa. Kwenye agenda ya kusoma hapa, kisha kwamba kunaweza ukapata formal au informal, zote zipo. Unajifunza kulingana na mazingira. Unajua hata tu kwenda chooni ni elimu. Kuja na ile kitu. Sababu siku hizi ndio dunia mbali. Zamani tulikuwa tunafundishwa hesabu. Kadogo. Lazima upige hesabu calculation. Inakaa sawa sawa. Wale wa zamani piga mkono. Vijana sasa hivi hawezi kuelewa hiyo kitu. Hiyo ni elimu. Kuelewa kwamba ngoja sasa nivae nguo. Nayo ni akili, hiyo ni elimu. Sasa wewe unataka elimu gani? Kuna hapa bodaboda inakuja ni kwetu, ni elimu. Hiyo ni usalama barabarani. Sasa mvua inanyesha, nikalime, ni elimu ya hali ya hewa. Unataka Mungu akupe elimu gani? Jambo.
Na hii hapa unajua tu Paulo alipokuwa aliandika kistaarabu sana. Yaani kiungwana, yaani Paulo alikuwa kiroho zaidi pasangusa. Akawaandikia asiyefanya kazi na asile. Unajua Paulo alikuwa anamaanisha nini? Asiyefanya kazi afe. Yaani wewe ufanye kazi utakuwa ufe. Uwezekano unamaliza hewa. Yaani tupunguzie hewa hapo kwenye ukumbi hapa. Wale ambao tunafanya kazi tupute hewa safi. Yaani asiyefanya kazi hana haki ya kuishi. Maana wale ambao tulienda shule kwa dada yale ambao hamjaenda, tulijifunza tabia ya viumbe hai kisipokula kinakufa. Kwa hiyo ilikuwa maana ya Paulo asifanya kazi afe. Yesu Mungu akaikazia fanya kazi siku ngapi? 6. Na ndio maana huwa tunaimba siku ngapi zimepita? 6. Sawa tenda kufanyaje? Sawa famela linakupatia pumziko tamu wa chovu, si ndio? Waga mwimbo wimbo pumziko tamu wa chovu. Wakati wanafahamu wimbo. Huo wimbo ni marufuku kuimba na wavivu. Yaani wewe kuanzia siku ya kwanza, siku ya pili, siku ya tatu, siku ya 4, ya 5, ya 6 haujafanya kazi na hivyo pumziko tamu wa chovu. Unatusumbua ndio maana unapiga kelele kuliko ndio maana wewe una nguvu zote. Ule wimbo unaimba na wachapakazi. Wanawake waliochapa kazi, wanaume waliochapa kazi, wakimba pumziko tamu wa chovu, wanaelewa maana ya wimbo. Tana kijana mmoja anachunga mtaa mmoja. Sitautaja kwa sababu ya muda. Unajua kwa sababu tunakuwa muda. Ni kama ninachukua mtaa. Ninaona siku ya mazoezi. Na kijana sanani ameshaka kaisani anatoka beat. Sanani. Siku ya kwanza nikamkuta nikamwangalia sema huyu kijana ni wa kiroho sana, anapenda kazi ya Mungu sana. Nende sana. Nikamsongelea. Jana vipi? Safi mchungaji. Unafanya kazi gani mchungaji? Bwana Mungu amenijalia mwaka huu ni mkurugenzi wa AY. Alafu kwenye kwaya mimi ni kinanda wa kwaya. Kwa kweli ninamshukuru Mungu sema kazi zako za maisha unafanya nini? Kusema hapa mchungaji bado tunapambana. Najua maisha haya tunapambana. Nikamwambia kuanzia leo, jambo la kwanza kwa mamlaka nilionayo ambayo hapo ni kanuni, nimekusimamisha kupiga kinanda na kuimba kwaya. Anasema mtu Yesu wa kiroho sawa. Maana msingi tunasamisha kuimba kwaya. Na asiyefanya kazi amevunja amri ya 4 apaswa kuimba kwaya. Huu ni mtano wa hatari. Na usinani wa kiroho na sijama kini. Nipo kimambo ya kiroho kabisa yaani. Nipo kiroho na roho amejaa kweli yaani. Kama una mashaka ni wewe. Hatuwezi kuwa na beklada wa kanisa ambaye kwaya inaandikwa Mbeya mjini. Anasema siende. Kwa nini? Basi siende. Maana anajua kwamba bila yeye kwenda kwa hili, kwa hiyo siende, kwa hiyo siende. Hasa mkomaa sana, umchangie nauli yake ya yeye kwenda. Muachie na mke wake nyumbani. Wanakwaya wanatia ndoeni hiyo laana kwa kwaya. Hizo ni laana. Akachape kazi, ajafanya kazi ya vinanda ni baadaye. Kazi. Mwanadamu wote lazima afanye kazi. Hapo ndipo utashangaa mwenyekiti. Una washiriki wengi. Mikoa mitatu. Huyu habari ya
wanalialia tu wanalialia, unajua sisi ni LTF. Unawatangazieni kwa neema ya Mungu, LTF ni jimbo tajiri. Nataka niwatie moyo. Sisi hatujazoea umaskini. Unakasirika, yani kasirika alafu ukakasirikia umaskini kabisa. Mimi usikasirikie. Mimi sijazoea umaskini hata kidogo. Nasema kwamba huyu mchungaji anapenda wapi, shawaambia ninaenda mbinguni haraka mno wala sasa. Yaani jimbo mikoa mitatu. Bado unaweza kalia, lakini ukiangalia shida iko wapi? Shida inaanza kwenye wanaorudisha zaka. Shida mwenyekiti inaanzia hapa. Unakuta baba, unajua mimi jamani nimekuwa mkurugenzi wa wakili. Kwa hiyo najua na mimi kazi nikipewa ninaifanya kweli, maana nilichelewa kuipata. Nikaipata hii kazi ya Mungu, ninafanya kweli. Kwa sababu na wewe umekuwa mkurugenzi wa wakili. Nikafanya kwamba bwana nilitumia nguvu zangu zote, lakini kwa nini hata nikomaa sana zaka inaanza kidogo hivi, wanaotoa zaka wanaorudisha zaka asilimia ipande. Kwa sababu hapo lazima nifanye research. Basi ndio maana tunakwenda shule. Hatuendi shule kwa sababu mabati. Lazima sisi shuleni kule wachungaji sema tunasoma tu Biblia kama kale na jipya. Tunasoma mambo mengi sana. Kwa hiyo usiwe poa. Ndio maana sisi ni wanataaluma. Iko sawa sawa? Sio tu Biblia tunasoma. Tunasoma vitu. Twende kusoma utukaji ukiwa hivi. Sasa unakariri vitu mpaka kitu kinataka kutoka. Ndio maana hivyo ni branch of science. Usicheze. Rudisha mawazo hapa. Habari sio usomi. Rudisha mawazo hapa. Tukafanya research. Mimi nikagundua idadi ya waaminifu aiongezeke na ipande kwa sababu washirika ambao ni tegemezi ni wengi mno. Kwa hiyo unakuta baba ana watoto 8. Hawa 8 wote hawana kipato. Wataamka asubuhi ugali wao shikamo, yani akisema shikamo baba akitikia tayari anakuwa kula. Na batibana wazee wengine nao wapo hapa, Bwana tusaidie, Bwana tuhurumie. Wanasema mwanangu, ndio baba ni mkulima. Mwanangu, nataka usome, usiteseke kama mimi nilipoteseka mwanangu. Na usiteseke mwanangu. Alikwambia kazi ya kilimo ni mateso ni nani? Mimi kuna sana namshukuru Mungu sana hizi ajira za serikali kugoma, namshukuru Mungu sana. Na mtanishangaa, namshukuru Mungu sana. Maana kuna kizazi kilipita hapa katikati hapa, walishangaaminishwa kazi za ofisini. Na by the way nataka nikutie moyo. Hata wale ambao mnafanya kazi, sisi wengine ukitoka kama ni aje, maana mimi lazima nifanye, bwana mimi ni mtu wangu. Lakini wewe ambaye ni mfanya kazi, nataka nikutie moyo. Kwenye mikoa kama hii, fungua miradi. Maana unajua maana ya ajira, tunakunyonya nguvu zako zote. Na baadaye sasa mshahara ni kadawa ka kulevya. Yaani kana kulevya hapo, kana kulevya. Ndio huyu nguvu zake hizi zimeshapungua. Mahubiri tena ya ovyo, atembei tena. Ndio kwa bwana unajua kwa Biblia inaambia kuna kustaafu mtu wa Mungu, kuna kustaafu. Yaani kustaafu ni kwamba nguvu zako zimeshanyonywa na alipo ajili zimeshaisha. Kwa hiyo tupishe. Hili sasa tulete nguvu nyingine wanakupa sasa na kinwa ngongo, yani ikusindikize vizuri uende mazima yani uende mazima. Na sasa haujaja hapa kwenye atape ufundisho namna ya kuwekeza kwenye UTT fund, unazichukua zote unaenda kuanza ujenzi. Ukienda mafundi wamekibia simenti, uyakaa sawa maji
amenyeshewa nyumba chini. Baadaye mchungaji kaanza shujaa amelala. Mimi sihubiri ovyo kwenye msiba kama shujaa amelala. Fulani amelala hapa, biashara imeisha. Wengine tunatumia jasho jingi sana, shujaa amelala. Kumbe kiumbe dhaifu kimelala hapo chini. Mimi sisi tutarumbeta inapolia mara tunakwenda. Kwa hiyo nataka niwatie moyo. Ninyi ambao ni wazazi, ingizeni familia zenu kwenye kufanya kazi. Mtoto wako mimi nimeenda shuleni nikiwa mtu mzima. Kwa hiyo nilikuwa ninao hao watoto ambao mlishawaaminisha kwamba elimu tu, kazi nyingine hawezi kufanya. Wakati wa likizo sio wakati wa kumpeleka mtoto kwa shangazi, kwa mjomba, kwa mama mdogo, wala sio wakati wa tuition. Ni wakati wa mpeleke shamba. Mpeleke shamba. Akitoka shambani, akirudi shuleni, akasoma kama hana akili nzuri. Chukua hiyo kodi. Hiyo unapata mpaka 13. Amina. Bwana wengine tu akija hapo ndio unachukua ndio aende kwa shangazi, umelipa nauli. Aende kwa shangazi, mimi ninanyanyaswa, mama, nanyanyaswa. Mimi nanyanyaswa. Nenda kwa dada yako. Wakati wa likizo hawa vijana hawa peleka shamba. Anyway, kuna siku tutakuja kwa semina ya malezi. Leo tuende kwenye habari ya maisha. Bila kupata kazi, kuna ajenda ya kupata pesa. Usifanye kazi ambayo haikupi pesa. Za kanisani za kiroho, lakini uwe na kazi inayokupatia kipato. Kuna kabila moja, sita litaja kwa sababu ya muda, linasifika sana lenyewe. Akikufanyia kazi kwako, mwakishiwa kikawa kulala, wakula. Hapo atafanya kazi mpaka utakapomfukuza. Na usipomfukuza anaweza akaolea kwako. Mambo mangapi? Alala. Mpe kazi yote ile. Mpeleke shambani akulimie. Anakula, analala. Hila wale ambao sabato lazima wafanye kazi na pesa. Alafu naye sasa unasema maisha sababu naye sasa kazini. Kwa hiyo hakuna swali kwa nini au bali vipi. Na sasa hapo tunakuja kwamba huu muda huu ambao unaweza kuona hapa, kuzaliwa, kusoma, kufanya kazi, kupata pesa, kuishi, kule kazini. Na hapa hakuna maswali mengi sana kwa vipi. Lakini unayoona haya. Huu bwana unaona huu ndaro hapa. Huu ndaro hapa. Huu bwana una uwezo kumpa mtu shughuli nyingi, lakini ukampatia mwelekeo wa maana. Yaani hii hapo kuzaliwa, kusoma, kufanya kazi. Na sasa hivi walio wengi sasa hivi na mimi ninao wengi jana na wafahamu wengi ambao ndio kama maisha, kuzaliwa, kusoma, kufanya kazi bila pesa. Baada kama wameshasoma hawana kazi. Mama, baba, niko hapa na degree, na hapo ana degree ya kilimo. Mzee Mwambeta anakana kama baba, mimi nimeona kwamba sijaajiriwa kwenye degree, naomba baba nilipia na nikaongeze masters. Mzazi na ambaye leo mwanangu kweli masters. Anapiga masters. Anarudi tena hamna ajira. Baba mimi nikasome PhD. Ana bachelor ya kilimo, hakuna ajira, nunua shamba. Hizo hela za kuongeza masters, msomeshe degree masters, atafuta la kasome peke yake. Acha kulelea mayai hapo. Kwa nasema huu bwana inaweza kupatia mambo mengi, alafu baadaye inakupeleka ukakosa mwelekeo. Kwani maisha yanafanyaje? Wakorintho wa kwanza sura ya 15 na mstari wa 30 na mstari wa 32. Usisahau nazungumzia jambo unafanya nini duniani, sio hapa. Hapa tumeshamaliza, maana baada hapa mnatawanyika. Mmefika pale
Kama macho yako vipi kwenye ukuta, fungua Biblia. Kama yanafika yachomoe, yapeleke. Twende. Naam, ndugu zangu, kwa huku kujisifu kwangu niko nako juu yenu katika Kristo Yesu Bwana wetu, ninakufa kila siku. Sasa nabii, hiyo ni kengele ya chakula au ni nini? Nikatoa ratiba. Usinifundishe uvivu. Twende. Fungu la 32. Ikiwa kwa jinsi ya kibinadamu nalipigana na hayawani wakali kule Efeso, nina faida gani wasipofufuliwa wafu? Na tule na tunywe, maana kesho tutafanya nini? Paulo bana amenibariki sana. Yaani Paulo anasema ngoja uone, ninakufa kila siku. Hii kauli hapa haimaanishi kifo cha kimwili kila siku. Ni kitendo cha maisha ya kujikana nafsi, kujitoa, kuwa tayari kupoteza faraja binafsi kwa ajili ya Kristo. Paulo anaishi maisha yasiyozungukwa na usalama, faida au starehe, bali anaishi maisha ya utii na wito. Hapa maisha yanaelekezwa na kusudi la juu kuliko kuishi. Sasa swali linakuja, kwa nini Paulo anasema kwamba yeye anakufa kila siku? Maana ni kwamba amejikana nafsi, amejitoa, yuko tayari kupoteza kila kitu kwa ajili ya Kristo. Anasema maisha yake yanaelekezwa na kusudi la juu kuliko tu maisha ya kuishi tu. Nini ambacho Paulo anasema? Anasema nalipigana na hayawani. Nilikuwa ninafuatilia, hawa ni wanyama wa mwituni wakali. Hapo sio kaangalia kwamba anasema kwamba hii ni lugha ya mfano, inaweza kwamba aliishi maisha ya upinzani mkali sana, mateso na hatari halisi alipokuwa